Wale wawekezaji wangu, ikiwa ni siku ya leo, siku ya Jumanne, nimeweza kuletea game 7 ambazo zinaendelea kwa siku ya leo, ambapo game ya kwanza itakuwa ni kati ya UEFA Arsenal akimkaribisha PSG. Game ya pili itakuwa ni kati ya Al Hilal. Game ya tatu itakuwa ni kati ya Sturm Graz. Game ya nne itakuwa ni kati ya CSKA. Game ya tano itakuwa ni kati ya Worksop. Game ya sita itakuwa ni kati ya Kelman, na game ya mwisho itakuwa ni kati ya Lonsborg. Yes, kuanzia game ya kwanza mpaka game ya 7 zina odds nzuri sana kwa siku ya leo. Naamini ukizingatia kama nitakavyokuambia hapa, kuna uwezekano mkubwa wa kupata ushindi. Basi twende moja kwa moja, tupunguze maneno, twende moja kwa moja kwenye game ya 7. Game ya 7 itakuwa ni kati ya Lonsborg anamkaribisha Colbont. Hapo kujaribu kuangalia katika game ambazo wamekutana wa jamaa, wamekutana zaidi ya mara, ukiangalia katika game ambazo wamekutana jamaa, wamekutana zaidi ya mara 17. Yes, kwenye game 17 ambazo wamekutana, huyu hapa ameshinda zaidi ya mara 11, wametoka draw mara 4, na pia huyu hapa akapata ushindi mara 2. Kwa hiyo kwenye game 17 ambazo wamekutana, huyu kashinda mara 11, draw mara 4, na huyu jamaa akapata ushindi mara 2. Na pia ukijaribu kuangalia game 5 za mwisho za huyu jamaa kwenye game 5 za mwisho ameshinda mara 4, ametoka draw mara 1. Kwa hiyo mpaka game 5 za mwisho hajapoteza game yoyote. Lakini huyu jamaa kwenye game 5 za mwisho ameshinda 2, amedraw 3. Kwa hiyo kwa siku ya leo ukijaribu kuangalia statistics ilivyo, kwa siku ya leo tunaenda na huyu jamaa. Kwa hiyo tunasema home, maana huyu jamaa shinde direct. Yes, home win. Hapo na sisi mtakuwa mmenielewa. Kwa hiyo kwa siku ya leo tunampa huyu jamaa kushinda. Tukija game ya 6 itakuwa ni kati ya Mes Kerman anamkaribisha Damash. Ukijaribu kuangalia katika game ambazo wamekutana, ni kwamba huyu jamaa ameshinda mara 4, wametoka draw mara 5, huyu jamaa hajawahi kupata ushindi. Kwa hiyo kwenye game 9 ambazo wamekutana, huyu kashinda mara 4, draw mara 5, huyu hajawahi kumfunga. Na pia ukijaribu kuangalia katika game 5 za mwisho ambazo huyu jamaa amecheza, ni kwamba amepoteza mara 1, amedraw mara 4, hajapata ushindi hata mara 1 kwenye game 5 za mwisho. Na pia huyu jamaa kwenye game 5 za mwisho kashinda game 1, amedraw 2, kapoteza mara 2. Kwa hiyo kupitia hiyo takwimu ambayo nimekupa hapa, kwa siku ya leo unaweza kusema huyu ashinde au atoke draw. Kwa hiyo tunasema ni 1x. Yes, hapa na hizo tutakuwa umenielewa. Ashinde au apate draw. Tukija game ya Worksop anamkaribisha Ashton United. Ukiangalia katika game ambazo wamekutana wa jamaa, wamekutana zaidi ya mara 4. Na kwenye game 4 ambazo wamekutana, huyu Worksop kashinda mara 3, amna draw, huyu jamaa kapata ushindi mara 1. Ukijaribu kuangalia game 5 za mwisho za huyu jamaa Worksop, ameshinda game 3, amepoteza game 2. Hivyo hivyo kwa huyu jamaa kashinda game 2, kapoteza game 3. Kwa hiyo kupitia statistics ambayo nimekupa hapa, kuna option ambayo unaweza kaenda nayo. Ya kwanza kabisa unaweza kusema huyu ashinde au atoke draw. Lakini option nyingine ya pili ambayo unaweza kaenda nayo kwa siku ya leo, kupitia takwimu ambayo nimekuambia kwamba huyu ameshinda mara 3, amna draw, na huyu kashinda mara 1. Option ya pili unaweza kusema yote kupata ushindi. Kwa hiyo option ya kwanza kwenye mchezo wa leo unaweza kusema ni 1x, maana yake Worksop kushinda au kutoka draw. Lakini option ya pili unaweza kusema DC 1-2, maana yake full time yote kupata ushindi. Hapo na sitakuwa umenielewa. Tukija game ya 4 sasa. Game ya 4 itakuwa ni kati ya CSKA 1978 anamkaribisha Lovech. Yes, ukijaribu kuangalia katika mechi ambazo wamekutana wa jamaa, wamekutana zaidi ya mara 5. Kwenye game 5 ambazo wamekutana, huyu jamaa kashinda mara 2, draw 1, na huyu kashinda mara 2. Kwa hiyo mzani uko umebalance. Na pia ukijaribu kuangalia game 5 za mwisho za CSKA, ameshinda game 3, amepoteza game 2. Huyu jamaa kashinda game 3, kapoteza 1, ka draw 1. Kwa hiyo pia ukijaribu kuangalia game kidogo, inaonekana itakuwa na ukakasi kidogo kupitia takwimu ambazo zote zinalingana. Lakini option ambayo mimi naweza kukwambia uende nayo kwa siku ya leo, unaweza kusema hapo, unaweza kusema yote kupata ushindi. Yes, hii game sio ni draw. Unaweza kusema yote kupata ushindi kwa siku ya leo. Tukija game ya 3 itakuwa ni kati ya Sturm Graz anamkaribisha First Vienna FC. Yes, angalia vizuri majina ya timu hayo usije ukachanganya wakati wa kuweka mkeka wako. Huyu hapa wamekutana zaidi ya mara 5. Kwenye game 5 ambazo wamekutana, huyu jamaa akapata ushindi mara 1,
wametoka draw mara mbili, huyu kapata ushindi mara mbili. Na game 5 za mwisho za huyu jamaa ni kwamba ameshinda game moja, amedraw moja, amepoteza game 3. Huyu jamaa ameshinda game 4, amepoteza game moja. Kwa hiyo kwa siku ya leo option ambayo ipo unaweza kusema x2. Yes, x2. Kwa hiyo maana yake huyu jamaa ashinde au atoke draw kupitia takwimu ambayo nimekupa hapa. Tukija game nyingine itakuwa ni kati ya Saudi Arabia, hizi hapa timu za Saudi Arabia, Al Hilal akimkaribisha Al Ahly. Ukijaribu kuangalia katika head to head ambazo wamekutana, Al Hilal kashinda game 11, wametoka draw mara 7, huyu jamaa akapata ushindi mara 5. Yes, kupitia takwimu ambayo nimekupa. Lakini pia ukijaribu kuangalia game 5 za mwisho za huyu jamaa Al Hilal, ameshinda kwenye game 2, amedraw 2, amepoteza game 1. Lakini tukija kwa Al Ahly, huyu jamaa akashinda game 4, kadraw game 1 tu. Kwa hiyo kwa siku ya leo kwenye mchezo huu hapa, option ambayo unaweza kaenda nayo kwa sababu ni game ngumu. Kwanza uweze kusema direct kwamba uyashinde, uweze kusema direct tu yashinde. Kwa hiyo option ambayo utaenda nayo utasema over 1.5. Yes, over 1.5 maana yake magoli afike mawili. Yes, naamini kwa siku ya leo magoli yatafika mawili. Na game ya mwisho itakuwa ni kati ya UEFA Champions League ambapo Arsenal atakuwa mkaribisha PSG. Ukijaribu kuangalia katika mechi ambazo wamekutana, hawa jamaa wamekutana zaidi ya mara 4. Kwenye game ambazo wamekutana mara 4, Arsenal kashinda game 2, wametoka draw mara 2, PSG hajawahi kushinda mbele ya Arsenal. Na game 5 za mwisho za Arsenal, huyu jamaa kashinda game 3, amedraw mara 2. Huyu jamaa kwenye game 5 za mwisho ameshinda 2, amedraw 1, amepoteza 2. Lakini kwa siku ya leo option ambayo tunaweza nayo unaweza kusema Arsenal kushinda au draw. Kwa sababu siku ya leo Arsenal yaweza kupoteza akiwa nyumbani. Kwa unaweza kusema ashinde au atoke draw. Yes, naamini game 3 zipo 7. Odds ni nzuri sana kwa siku ya leo. Na pia kama hujasubscribe channel yangu, usahau kusubscribe. Kama hujanifollow katika page yangu ya YouTube, usahau kunifollow katika page yangu ya TikTok na Instagram. Asanteni sana.